ukimtoa Yusuf Kagoma leo kwenye kikosi, nani ambaye anakuja kukupatia kile ambacho Yusuf Kagoma alikuwa anakupatia? Unaona kwamba ni mtihani. Kwa angalau hata robo tatu ya kile ambacho anakitoa, unaona kwamba ni mtihani. Kwa hiyo ina maana ukimtoa Yusuf Kagoma kwenye kikosi, inabidi pia utafute aina ya setup ya timu ambayo itafanya kile ambacho alikuwa anakiofa Yusuf Kagoma, hata kama kuna mtu ambaye anakitoa moja kwa moja, lakini kisionekane madhara yake. Kwa hiyo unaona kwamba hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya kwamba nafasi ya Simba uione kidogo ni kama vile inakuwa sio kubwa sana ukilinganisha na mwenzake kwa maana Young Africans. Kwa hiyo kwenye muktadha hapo nafikiri inaweza ikawa imeeleweka vizuri. Moja ni huo upana wa kikosi ambao tunazungumza. Mbili, aina ya fixture walizonazo kwamba mwingine tayari anacho mkononi. Waswahili wanakuambia heri kaenda shika kuliko 10 nenda uje, kwamba kile ambacho tayari uko nacho mkononi kinamata zaidi kuliko kile ambacho unakitegemea, kwa sababu hakuna uhakika unachokitegemea unaweza kukipata 100%. Lakini pia hebu angalia kwenye fixture ya michezo ambayo imesalia. Nadhani kwenye michezo ambayo imesalia kwa Young Africans hapo kuna watu wamekula 4 sijui 2 nadhani. Mtu alifunga bao chache kwenye michezo ya mkondo wa kwanza ni aliyefungwa bao 2 na ambaye na bila shaka ni Namungo kama sikosei. Sasa ukiangalia hapo uone kama hao watu wataenda kumsimamisha tofauti na Simba. Kwa mfano Simba mchezo wa Mashujaa wa kwanza alifunga bao dakika ya jioni kama unakumbuka vizuri, Steven Dese Mukwala. Jioni kabisa bao 1-0. Inakuonyesha kwamba hizi ni timu ambazo wakati zilipokutana kwenye mechi ya mkondo wa kwanza yalikuwa ni mapambano, sio unielewa, mpaka yapatikane hayo mabao. Lakini pia Simba amekuwa ni timu ambayo inahitaji kutengeneza nafasi nyingi, lakini matumizi yake, yani uwiano wake wa matumizi ya nafasi na zile zinazotengenezwa ni mdogo. Kwa hiyo pia hiyo inakuonyesha kwamba mechi zake ambazo zinakuja watu wanahitaji kupambana kweli kweli. Sisemi kama atashinda, lakini sio ajabu hata mechi labda ya leo ambayo inafuata dhidi ya ambao atakuja kucheza dhidi ya kumradhi Mashujaa. Si ajabu Simba akaenda kushinda bao 1-0, na umesikia of course nazungumzwa kwamba kuna mzigo umewekwa. Licha ya kwamba haujajulikana ni kiwango gani, lakini mechi kama hizi hawa wachezaji pia wa hizi timu ndogo wanajua kuwa ndio mahala ambako pia wanaweza kwenda kupata kitu cha tofauti. Kuna mechi moja tu sometimes inaweza kumuuza mchezaji au kumtengenezea ulaji kwenye dirisha la usajili. Kwa hiyo lazima ataenda kuuma meno. Je, wanapouma meno Simba una ubora wa kiwango hicho cha kuweza kushinda mechi hizi kiurahisi, hususan utakapokuwa umefanya rotation kwa wachezaji wako? Unaona kwamba hayo ni maswali ambayo hapana. Kwa hiyo kwa muktadha huo Yasin, unaona kabisa kwamba Simba tumuondoe kwenye nafasi ya kutoa ubingwa, lakini anahitaji kupambana kwa kiwango kikubwa sana. Na kimsingi Simba nadhani hana mtu wa kumtetea ili yeye ashinde taji la ligi. Anatakiwa kujipambania yeye mwenyewe. Yaani wale wengine waliobaki kwenye mechi za Simba kule dhidi ya Yanga kule, uwezekano wao kumsimamisha ni mdogo. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ashinde mechi zake zote, ikiwa ni pamoja na ile dhidi ya Yanga.